Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Kwenye matangazo watu kila wanasikiliza. Kwenye uimbaji inua. Wako kimya tu wanaangalia kwa macho. Lakini ikifika kipindi ambacho wanasema ni neno la Mungu, watu wanaanza kusinzia. Yaani ni mbinu ambayo inaitumia shetani kupindua watu. Na anajua watu wakilijua neno watamsumbua. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kuna watu wanasumbuliwa kwa sababu hawajalijua neno. Kuna watu wanahangaika nyakati hizi ambazo zimejaa na adani kwa sababu ndani yao hakuna neno. Kuna watu hawawezi kujua manabii wa uongo na wa ukweli kwa sababu kwanza neno hawalijui. Kwani kwa sababu ukitaka ujue fake lazima ujue original. Usipoweza kuijua original huwezi kuijua fake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo neno ni kila kitu. Pasipo neno hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kufanyika. Mwimbaji anahitaji aimbe vizuri, lazima neno lijue. Mwimbaji ili aombe vizuri lazima awe na neno ndani yake. Popote pale neno ni kitu ambacho ni cha msingi. Sasa niende moja kwa moja, tunazungumzia leo habari za ustawi wa jamii. Ni sikukuu ya ustawi wa jamii. Sasa tunapozungumza habari za sikukuu ya ustawi wa jamii, hatuwezi kuizungumza ustawi wa jamii tusipogusa sadaka, tusipogusa fedha. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima tunapozungumza habari ya sikukuu ya ustawi wa jamii, tunazungumza habari tena sikukuu ya jamii ni jirani sana, tungejua labda kama watu hawajui, lakini tungejua ni jirani sana na eneo ambalo linaitwa uinjilisti. Sasa sikukuu ya jamii maana yake ni wale uinjilisti tunaofanya kwa njia ya matendo. Haleluya. Tunafanya kwa njia ya matendo. Huo ndio uinjilisti wenyewe. Kwa unapozungumza habari za ustawi wa jamii, unagusa moja kwa moja maisha ya watu wa aina mbalimbali, hususani wahitaji. Ustawi wa jamii unagusa maisha ya watu wa aina mbalimbali, hususani haleluya. Nimesema hususani nini? Mahitaji ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahitaji ya watu. Sasa tunapozungumzia uinjilisti, tunawazungumzia watu wenye tunapozungumzia watu wenye mahitaji. Tunapozungumzia watu wenye mahitaji, sijui kwa tunazungumza wenye sisi kwa sababu pengine kwa sababu mimi na niko kitengo hicho, lakini ni vitu ambavyo vinashadiana sana. Sasa tunapozungumzia watu wenye mahitaji, tunawasema maskini. Wa kwanza maskini. Haleluya. Maskini. Alafu wa pili tunawazungumza wajane. Watatu tunawazungumza yatima na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, na watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, hususan wafungwa walioko kwenye magereza, wagonjwa mbalimbali walioko hospitalini. Kuna watu wengine wanashindwa, hawana ndugu, wanaumwa, wana uhitaji, hawana hata pesa za kulipa kupata dawa, hawana, wamelala, wako Ocean Road. Kuna watu wengine wanafanyaga hizo huduma, anaweza kaenda Ocean Road, anaweza kaenda Mwemeli, anaweza kaenda gereza la Keko, anaweza kaenda gereza la Segerea, anawapelekea watu waliofungwa wanaopitia kwenye mazingira ambayo ni magumu. Wanaweza kusifu sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Sasa tutasoma kitabu kile cha Mithali, ile sura ya 17. Kitabu kile cha Mithali sura 19. Mithali 19. Kitabu cha Mithali 19 na mstari ule wa 17. Mstari wa 17. Biblia inasema,
Amhurumiaye maskini amkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Amhurumiaye maskini amkopesha Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubaki hapo tu kwanza, kwamba amhurumiaye maskini amkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema. Yaani unapozungumzia mazingira ya kukopesha ni kile kitu ambacho natarajia kwamba kitarudi tena. Ni hekima za Sulemani. Kwa hiyo maana unapozungumza kwamba nimekukopesha Bwana John kitu fulani $100,000, nina mategemeo kwamba $100,000 itarudi, na inawezekana ikarudi kawa vile vile, lakini kwa Mungu analipa na kuzidi. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana anasema naye atawalipa kwa tendo lake jema. Yule ambaye anamhurumia nani? Maskini. Anasema naye atamlipa kwa tendo lake jema. Wema una malipo yake. Haleluya. Na malipo yake mengine ni hapa duniani tu, hapa kwenye mzunguko. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua, tunapozungumza habari za ustawi wa jamii tunaozungumzia upendo. Mnaoniombea, naona kuna watu kama wanasinzia tu. Mimi nimeshaombewa tayari. Haleluya. Nimeshaombewa na nimeshajiombea. Kwa hiyo tulia, muamini Mungu. Bahati nzuri naingia hapa kanisani asubuhi nikuta maombi, mtumishi sijui ni huyo alikuwa na kiwacha. Wewe umetosha maombi. Sasa hivi ni wakati wa kupata neno. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Mungu ni upendo. Tunapozungumzia ustawi wa jamii tunauzungumza upendo, tunazungumza ukarimu kwa watu, tunazungumza kuwajali wale wahitaji wasiokuwa na kitu. Haleluya. Kwa sababu tunapozungumza wahitaji, kuna wahitaji wengine ni vipofu, kuna wahitaji wengine ni vilema, viwete, ni wahitaji. Na unakuta kabisa unaangalia wana uhitaji pale walipo. Tunakuta Kariakoo, wakati mwingine wapi, Ubungo, Mwenge, sehemu zingine watu wanaomba, ana uhitaji. Kwa hiyo unapozungumza watu wahitaji, anasema awahurumiaye maskini amkopesha Bwana. Maana kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akakubarikia na kukuongeza. Nitakupa ushuhuda mmoja wa mama mmoja ambaye tushuhudia. Yeye anakuwa ushirika pale Mbezi. Mama yule alikuwa anazungumza, anasema enzi zile miaka ya zamani, ni mama mtu mzima, yapata nakimbilia kwenye 70 na kitu hivi. Sasa enzi zile miaka ya zamani, anasema huyu mama yeye ni mtu wa Tabora, na mazingira miaka ya zamani kulikuwa na upendo ambao ni wa pekee, wa ajabu sana. Sasa anasema baba yake alijenga nyumba, lakini pembeni kulikuwa na nyumba nyingine. Anasema kuna watu walikuwa wanatoka mbali kabisa huko. Kwa hiyo wakifika mahali, zamani walikuwa nalala kwenye mazingira. Kwa watu waliozaliwa kuanzia miaka 80 na kitu kuendelea kwa juu, ni ngumu kuelewa. Lakini mimi kwa sababu kwenye utoto wangu nilishawahi kusikia. Walikuwa nalala sehemu. Sasa anasafiri mtu pengine anakwenda Morogoro. Kwa hiyo anasema tutalala sehemu fulani. Sasa yule mama anazungumza, anasema baba yake aliweka eneo, chumba cha kufikia wageni. Kwa hiyo alikuwa kila ukifika sasa tutalala kwa mtu fulani. Kwa hiyo nalala pale, wataandaliwa chungu, sufuria na kuni zipo. Kwa hiyo chakula chao, watatoa chakula chao, watapika nini, watakula, baadaye wanaondoka. Baba yake ndio ilikuwa sadaka yake hiyo, kuwakarimu watu. Yule dada anasema hii neema baada ya baba yetu kuwakarimu sana watu, sisi kwenye familia yetu. Sasa kumbuka ni mama mwenye miaka 70 na kitu. Nimezungumza hivi. Anasema sisi kwenye familia yetu, mtu ambaye ana elimu ya chini ni mtu mwenye digrii moja. Kumbuka miaka ya zamani. Kila ninapozungumza zamani, ni elimu ambayo ilikuwa sio mchezo. Ukisikia mtu ana digrii, ilikuwa sio mchezo. Sasa hivi ni jambo la kawaida. Mzee mmoja akasema ukiona elimu inategemea na viwango vya watu wenye elimu wakati ule. Kuna kipindi wenye elimu walikuwa darasa la 8. Na kuna kipindi wenye digrii ndio walikuwa wenye elimu. Sasa hivi mpaka uwe na masters, sijui mpaka uwe na PhD huko ndio unaonekana huyu ni msomi. Sasa hata wala darasa la 8 waonekana ni wa kawaida. Kwa hiyo kadri siku zinapozidi kwenda. Sasa miaka ya zamani ile, mama anasema kwenye familia yao ambaye alikuwa amesoma kiwango iko chini kabisa, hiyo digrii moja. Lakini anazungumza ni kitu gani? Ukarimu ambao baba yake
alikuwa anaufanya kwa watu mbalimbali wageni. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ukarimu unazaa mema. Mtu mmoja ambaye alikuwa ni mpendwa alishuhudia ushuhuda mmoja, akasema wakati anasoma yuko chuo kikuu, anachukua digrii yake ya kwanza ya injinia. Wakati anasoma yule mtu anasema alifeli ada shilingi 560. Anaitafuta iwezekanike nyumbani, maisha sio yaeleweki. Anasema kwa imani yake, kwa sababu pia ameokoka, anasema kwa imani yake akaenda kwenye kampuni ya injinia fulani. So naye anasoma mambo ya engineering. Akaenda kwenye kampuni moja ile, akakutana na baba mmoja. Anasema kwa ujasiri akamwambia, yaani sifanye mtihani bila 560 ya ada. Ninaomba unisaidie. Anasema yule injinia akamwangalia sana. Akasema nipe akaunti ya shule. Sasa injinia akasema nenda shule nisha. Haleluya. Ni ngumu, sio rahisi, ni mambo ya kiimani. Lakini yule injinia pia alitenda kiimani mwenye kampuni. Yule jamaa anasema akaenda kusoma. Akasoma, akafaulu vizuri. Alipofaulu vizuri yule jamaa akaenda kwanza kuchukua masters yake, digrii ya pili pale. Akasoma kwa neema, baadaye akafaulu vizuri. Baadaye akaja kaajiriwa serikalini. Haleluya. Akaajiriwa serikalini. Yule jamaa baadaye akawa na cheo kimoja kikubwa sana serikalini. Alipokuwa na cheo kikubwa pale serikalini, ikafika wakati ndio bosi kwenye kitengo kile, yaani kama serikali inatoa tenda kwa watu, yeye ndio anaidhinisha kwamba huyu mpeni na huyu mpeni. Kwa hiyo yeye akawa ndio bosi wa kitengo kile. Kwa bahati mbaya sana mzee yule mali msaidiaga miaka imepita kama kadhaa. Mzee yule amefilisika, kampuni yake inayumba. Kampuni inayumba, ndio ameenda naye kuomba tenda pale. Yule mzee amkumbuki yule bosi wa pale. So sasa mabadiliko, unajua watu wakiwa na mabosi tayari anatakata kitabu kinaongezeka, yuko vizuri. Mzee amemsahau. Ameingia pale miongoni mwa watu ambao wanaomba tenda pale. Yule mzee anakwenda pale kufanya sahihi. Yule kijana kwa bahati nzuri akamkumbuka kama ni yule mzee alishakunisaidia. Alipofika yule mzee akasema, "Mzee unanikumbuka?" Anasikukumbuki. Kampuni yake yule mzee imefika iko choka mbaya, iko vibaya. Anaona mzee ulishakunisaidia moja mbili. Ni kweli bwana. Nimekuja na mimi barani hapo. Hana uwezo leo. Kuna vitu ambavyo yani vingine wacha nisiseme. Lakini yule kijana akasema, "Nasema sasa wewe utapata kazi. Wewe tenda utapata." Hata bila kwa hiyo yule kijana akamkingia kifua kwa sababu yeye ndio bosi. Yaani akizidisha akisaidia, yeye ndio kitu. Sasa utapata kazi. Yule mzee baadaye kweli akapata kazi nzuri, kampuni yake kana maisha iko vizuri na kwenda vizuri. Ni nini alichokifanya ule wema? Kuna malipo mengine unayapata hapa duniani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Malipo yake unayapata hapa duniani. Mungu ametujenga katika mazingira ya kiupendo ndani yetu. Yaani Mungu analitaka kanisa kwanza lianze kupendana. Kwenye Timotheo pale anasema sipopenda kwa kwao, anasema ni mbaya kuliko siamini. Kuna watu hata humu wanaweza kawa na mahitaji. Unaona? Na pia kuna watu wamo humu inawezekanika ni mameneja kwenye kampuni fulani. Wana maisha bora. Na yeye anamuona kijana yuko hapa anayumba tu, hana shughuli yoyote, hayuko tayari kumshika mkono. Ni hali ya ubinafsi mbaya na Mungu anachukia. Kwa nini? Kwa sababu ungemchukua huyu binti akaenda kafagia kwenye ofisi, akipata ile hela, tunajua zaka itakuja madhabahuni. Madhabahu itanemeka. Tukisema kuna mchango atatoa hata utofali hata 100 naye anachangia. Ndivyo Mungu alivyotutengeneza. Nataka kanisa kwanza lijae kwenye upendo. Haleluya. Lakini vile tunapokwenda kwa jamii kupeleka misaada, wengine wamepata majanga ya moto, wengine ni ajali mbalimbali, wengine kuna watu wengine wanakwenda kutoa damu tu kusaidia watu ambao wameathirika na ajali, wanahitaji damu, wanakwenda huko wanakwenda kuwasaidia. Ndivyo Mungu alivyotutengeneza. Nataka kanisa likae katika hali ya upendo na umoja ndani yetu.
Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ndio maana hapa amesema amhurumiaye maskini amkopesha Bwana. Unapokopesha tarajia kwamba kuna kupata. Kama si wewe, mtoto wako atakuja kupata. Haleluya. Ipo siku mjukuu wako atakuja kupata. Ni kwa sababu kwa ajili ya sadaka ya kwako wewe uliweka kama mkopo. Kuna watu ambao wanakuja nyuma yako, kama yatakutimilikia kwako wewe, yatakuja kwa wajukuu zako. Na mkumbuka mtu mmoja alikuwa anaitwa Yonathani ambaye alimfadhili Daudi. Alikuwa ni mtoto wa Sauli Yonathani. Katika kumfadhili kwake Daudi, Yonathani alijitahidi sana kumkwepesha ili kwamba Daudi asikafa. Na alikuwa Biblia inasema kwamba Mungu alikuwa ameachilia neema ya upendo kwa Yonathani na Daudi. Walikuwa ni watu marafiki wa karibu. Biblia inazungumza maana ya hapo. Maisha yamekwenda, Yonathani akauawa akiwa vitani. Daudi anahangaika huko na huko katika na windo la Sauli. Mwisho wa siku wazee wa Israeli wakaenda kumchukua ili kumtia mafuta awe mtawala ndani ya Israeli. Biblia inazungumza baada ya Daudi kupata ule ufalme, anauliza hakuna ndugu zake Yonathani hapa? Anauliza swali. Ni kwa nini? Kwa sababu mema huwa kuna mema mengine malipo yake hapo hapa duniani. Haleluya. Ukitenda mema inawezekanika hata watoto zako kama uko Tabora, kwa Kigoma, uko wapi, kuna ile neema Mungu anayeachilia baraka juu ya watoto wako pia. Hawana anawanusuru ni kwa sababu ya sadaka yako uliyoitoa. Ndio maana Biblia kwenye kitabu cha Zaburi sura 20 anasema azikumbuka sadaka zako zote. Anakumbuka Mungu zidhalili. Maana unapotoa kwa mtu, unajua sadaka. Leo hapa ningeuliza kuna mtu mmoja ambaye alirusha sadaka hewani, anapokuta imeishia huko kwa Yesu. Imeenda mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua watu wengi sana hawajajua maana ya sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Hawajajua maana ya sadaka. Na watu wengi sana wanapotoa sadaka huwa hawateketezi sadaka zao. Utaniuliza ni kwa nini nasema hivi huwa hawateketezi? Watu wengi sana wakitoa sadaka wanaifuatia sana. Nilitoa kiasi kadhaa pale. Imekwenda vipi? Watu wa roho huwa hawezi kuuliza vitu vya namna hili. Ila kama umekaa kwenye kuuliza shauri yako, kaa kwenye mtazamo huo. Lakini kama unaulizia sadaka kule, ujue umeteketeza. Kitu kilichoteketezwa huwa hakikumbukwi tena. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sadaka ni kama mbegu, hata mwindi kama hujaufukia hauwezi kuota. Lazima kwanza ufukie pale, alafu ufe. Ukisha kufa ndio unamea, unaanza kuzaa, unatoa matunda mazuri. Ni kwa nini? Kwa sababu kwanza umeufukia, umeuzika pale. Kwa hiyo unapotoa sadaka, unapotoa kwa watu, ni kwamba unateketeza kwa ajili ya Bwana. Na Mungu hata kupungukia, hata kubariki. Ndio maana ninapozungumza ahurumiaye maskini, manake anayewapa vitu, anayejitoa kwa ajili ya watu wasiojiweza. Kuna kijana mmoja hivi, yeye yule kijana ibasa mmoja hivi, ana biashara zake Kariakoo na maduka mengi pale Kariakoo. Yeye Mungu aliweka mzigo ndani yake ya kuwalisha wale watoto ambao wanaoishi kwenye mazingira magumu. Kuna lugha moja ambayo inatumika mitano, anasema chokolani. Nafikiri tumeshawahi kuisikia hiyo. Kwa hiyo anawakusanya pale Kariakoo pale, anawakusanya. Anasema ikifika saa 7 kila mtu awepo hapo. Na kuna mama ntilie kabisa amempa oda, analeta chakula pale, anawagawia wale watoto wanakula. Anasema mimi ndio sadaka yangu ambayo Mungu amenipa kwamba ndio nawapa watu mnaii. Kwa hiyo ikifika saa 7 unakuta wengi wamejaa pale. Na atakayechelewa akikuta kimeisha, anasema hapa ndio mwisho. Anasema hapa ndio mwisho. Ndio sadaka yake mwenyewe jinsi inavyotumika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo lazima tuende kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali, hususani yatima. Tunapozungumzia yatima ni wale kuanzia nafikiri ni umri kuanzia miaka 17 kushuka chini, kama nitakuwa niko sahihi. Kwa sababu ukishafika miaka 18 wewe si yatima na uwezo wa kujitegemea. Wewe sio yatima. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia yatima ni watu kulingana na umri. Na tunapozungumzia wajane, kuna wajane wengine wanajiweza. Lakini tunazungumzia wajane ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. So mimi unaweza kusema ni mjane yupo hapa mjini, ana nyumba zake za kupangisha 5 ngapi? Ana uwezo mzuri. Anachukua kodi
kila baada ya miezi 6, anachukua nyumba ile kule milioni 2, kule milioni 2, ngapi anaenda wewe. Anazungumzia wajane wasiojiweza. Na wajane lika yao, unajua lika ya mjane huwa anatakiwa andiko kwamba wewe ni mjane kama kanisa la leo. Unajua kule kwetu kuna wakati fulani mtu ana miaka 30, 40 atakiwa na miaka tunamuita huyu mjane anahitaji asaidiwe. Haiko hivyo Biblia. Biblia imezungumza kwenye kitabu cha Timotheo ile wa kwanza sura ya 5. Inasema mjane akiwa chini ya miaka 60 asiandike. Maana yake anaandikwa kuanzia miaka 60 na kuendelea. Ni Biblia, sio mimi hapa. Haleluya. Ukisoma pale kitabu kile cha Timotheo wa kwanza ile sura ya 5 unakutana na habari hizi. Bisa tuna ile kama inaelekea kwenye heshima kitu hivi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Au nataka nikusomee. Ngoja nikusomee. Si tupo kwenye ustawi wa jamii kitu gani? Timotheo wa kwanza ile sura ya 5. Hebu tuangalie mstari wa ngapi? Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza. Nilikuwa sijaandika hapa ndio maana, lakini inazungumzia habari ya wajane, mjane kweli kweli. Timotheo nasema hivi. Hebu tuangalie mstari wa 9. Anasema mjane asiandikwe isipokuwa umri wake umepata miaka 60, naye amekuwa mke wa mume mmoja, naye ameshuhudiwa kwa matendo mema, ikiwa amelea watoto, akiwa amekaribisha wageni, ikiwa amewaosha watakatifu miguu, ikiwa amewasaidia wateswao, ikiwa amefuata kwa bidii kila tendo jema. Anasema bali wajane walio vijana ukatae kuandika hao, maana wakizidiwa na tamaa kinyume cha Kristo wataka kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wataka kuolewa. Kwa hiyo wajane chini ya hapo maneno wasiandike. Nilikuwa najaribu kulithibitisha lile neno ambalo nilikuwa nalitamka mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunaangalia watu wenye mahitaji mbalimbali. Kuna vipofu wanaweza kaja mahali hapo wakati mwingine, lakini tunapozungumza habari za ustawi wa jamii, maana yake tunapotoa sadaka kama kanisa zielekee kwa wahitaji wahusika. Kwa hiyo tunapozungumzia habari kama kanisa, kama Moravian, ili tukae kwenye hizi baraka, maana yake siku ya leo ambayo ni siku ya ustawi wa jamii, leta sadaka yako. Na hata kama hujaja nao, unaposikia neno hili, leta sadaka yako ipeleke kule. Tena ulete nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja Mungu alinifundisha kitu fulani hivi. Ninapoishi Tabata kule kuna kanisa lilikuwa la jirani, kulikuwa na huduma moja ambayo inaendeshwa na Wakongo. Sasa kuna kijana mmoja alikuwa anapenda sana kuomba mule asubuhi nini. Sasa siku moja nateka maji hizo, nilikuwa bachelor. Naenda kuteka maji nikakuta yule kijana nguo imechanika mpaka kalio linaonekana. Sasa nikasema mbona mimi nina nguo ndani? Nikaenda kuchukua zile nguo ndani, nikasema hizi pia zinaweza kumfaa. Kwa hiyo nikachukua zile nguo nikampa. Jina la Bwana libarikiwe. Nilimpa zile nguo. Nimekaa kama siku 4 ngapi. Jamaa mmoja aliniletea suti kali kweli kweli. Lakini cha ajabu ile suti sasa, bwana hii suti nimeona inanibana, wewe unaweza kukufaa. Nikawaza. Nikasema wewe baada ya kunitungulia suti dukani, ananiita ile ambayo ilikuwa mbali. Lakini nikakumbuka nikasema kwa sababu na mimi nimetoa kitu ambacho nimekivaa. Kwa hiyo ukitaka Mungu akupe kitu kizuri, lazima kwanza nao utoe kitu kizuri. Haleluya. Ukitaka Mungu akupe kitu ambacho kinafaa, kizuri, kinavutia, maana yake nao utoe kitu kizuri. Usitoe ni mali unatoa, na unapotoa toa kwa ajili ya Bwana. Usitoe kama unatoa kwa sababu ya mtu. Unajua kuna waombaji wengine wana matusi si na nini. Wewe unatoa kwa ajili ya yule muombaji, unatoa kwa ajili ya Bwana. Wewe unatoa kulitimiliza lile neno kwamba mhurumiaye maskini anamkopesha Bwana. Kwa hiyo unapotoa vitu vya namna hii, maana yake Mungu anakubarikia, Mungu anakuongeza katika mahitaji uliyokuwa nayo. Kuna maombi mengine yanajibiwa kulingana na sadaka ulizokuwa nazo, hususan wale watu wanaofunga wenzangu na mimi wanaofunga. Wakati mwingine hata ile bajeti yako ambayo itakiwa ule wewe, unaweza ukaona hifadhi iko sehemu kwenye kibugu. Baada ya kumaliza maombi yako ya siku 3 au 4 5, ile sadaka unaichukua unapeleka kwa watu wahitaji. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya.
lazima iwe namna hiyo. Mungu anataka tufanye namna hiyo. Sasa kwenye kitabu kile tukisoma kitabu cha Mathayo ile ambayo alitusomea katibu wa injilisti rafiki yangu pale Sui, kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 25 na mstari tasoma mistari iko mingi, lakini mimi nitasoma kuanzia mstari wa 30 mpaka 40. Wa 30 mpaka 40. Mathayo ile sura ya 25 mstari mimi nitasoma kuanzia wa 30 mpaka 40. Nasema hivi: hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Anasema na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme uliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Anasema kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Nimezungumza habari za wafungwa. Mstari wa 37 anasema hivi: ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona umgonjwa au ukifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kadiri mlivyowatendea mmoja wa wadogo hawa, mlinitendea mimi. Maana yake inazungumza habari za kuweza kustiriana, inazungumza habari za kupeana chakula, kipindi ambacho kuna mtu mwingine anaweza kapita kwenye shida, anaweza kapita kwenye tabu. Unapokwenda kumuona yule mtu, maana yake ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Ndio maana hapa Biblia inasema, ni lini tulipokuona na njaa, ni lini tulipokuona uchi, ni lini tulipokuona umefungwa. Anasema mlipowatendea hawa hapa, ndipo mlipozidi kunitendea na mimi. Kwa hiyo Mungu anajidhihirisha kwa sadaka zile ambazo tunatoa mazingira mbalimbali. Kwa mfano, mimi kwenye nyumba yangu sipendi chakula kimwanga. Huwa katika ukorofi ambao unaweza nikukorofishana na mke wangu ni chakula kimwanga. Ambia kuna watu wengine, chukua hata mtu kijiweni ale. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Biblia inazungumza mtu mmoja, historia ya mtu mmoja alikuwa hapo. Biblia inasema tajiri na Lazaro maskini. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Luka mtakatifu 16 kule, utakutana na habari inazungumzia hadithi ya mtu mmoja masikini na tajiri. Mtu mmoja aliyekuwa anaitwa, Biblia inamuita hivyo tajiri, maskini anaitwa Lazaro wa maskini. Biblia inasema huyu tajiri alikuwa kila kwa anasa, alikuwa akifanya mambo kwa anasa. Yaani manake anapozungumza anasa, hata alikuwa akimkamata kuku anamnyofoa kidogo tu, alafu anamwacha mzima. Kuna watu wanakula kwa anasa jamaa. Yaani akiingia maeneo ya kitimoto, unapouzwa kitimoto, yaani yeye ana uwezo wa kula nusu, lakini anaagiza kilo 2 za kitimoto. Alafu anakula kidogo, alafu ile kilo 1 na nusu anaiacha kwenye sinia pale, iko vile vile. Hii ni kula kwa anasa. Haleluya. Yaani mtu anakula kwa anasa, anatoa tu nyumbani tu. Kunyumbani kuna watu wenyewe wana uhitaji, wana njaa, lakini yuko sehemu fulani anawanywesha watu mapombe. Watu wanalewa na mapombe, yeye anafanya yani vitu kwa anasa. Haleluya. Biblia inazungumza, inasema huyu tajiri, yeye furaha yake alikuwa akimshika yule kuku, anarusha katikati ya mbwa pale, na Lazaro yuko maeneo yale. Lazaro anagombea kile chakula na mbwa, yeye anacheka, anaonekana kwamba ni furaha sana. Haleluya. Na kwa vyote maskini Lazaro alikuwa ni mtakatifu. So Biblia inasema alipokufa
akatulia kifuani mwa Ibrahimu. Biblia inasema na tajiri yule pia baadaye alikufa. Alipokufa akashuka kule kuzimu, alafu anamuona Lazaro yuko kifuani mwa Ibrahimu. Anamwambia, Bwana, naomba mtume Lazaro angalau achome ncha ya kidole chake aje umrudishe mwili wangu, maana hapa nilipo ninateswa na moto. Anaambia, kumbuka vile duniani, haleluya, kumbuka uliokuwa unatenda duniani. Maanake Lazaro alitulia kwenye matendo mema. Wewe ulifanya anasa, ulikwenda ukahonga. Huyu mtu alikuwa na njaa, huyu mtu alikuwa na shida na vidonda, ulishindwa kwenda kumtilia. Inawezekanika kabisa hata wewe uko hapa, kuna mtoto wa jirani yako anateseka na maradhi, ni mgonjwa na shida, huwezi kumsaidia. Inawezekanika yupo mtu mwingine yupo hapa kanisani, hata kiatu alichovaa kimepinda stori. Haleluya, kimepinda stori. Si kwa kupenda vile stori imepinda, ni kwamba tu hana uwezo wa kupata kiatu kingine. Sasa unajua kwamba kwa wakati fulani hapo nacho ni kipao. Kuna mtu mwingine unaweza kushangaa amepinda stori hapo, lakini ni mtu na uwezo kukamata hewe. Wapo watu wabaya wa aina hiyo, lakini unamzungumza mimi ni yule ambaye ameshindwa, yaani ndio kumsogelea, kuna harufu ambayo unaiona kabisa kwamba huyu hana uwezo, ameshindikana. Biblia sehemu nyingine kwenye Yohana kwa tuliposoma kule, sasa utasemaje unampenda Mungu ambaye umuone wakati yule ambao unamuona hujampenda? Huwezi kumpenda Mungu ambaye usimuone. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Manake kanisa linafundishwa upendo ndani yetu. Manake tuwe na upendo ndani yetu. Tusiimbe tu tunaimba kwa wakati mwingine nyimbo zile za upendo, nyimbo zipo nyingi zinaimbwa na vijana, upendo, lakini kuishi kile ambacho unakiimba ni ngumu. Haleluya. Na hapa ndipo ambapo kanisa sehemu nyingi sana watu wameshindwa kukiishi kile ambacho wanakiimba. Huyu mtu anazungumza mali za upendo, lakini mwenzie ana shida mambo ya kanisa. Siku moja nikiwa Dodoma, mimi nimekaa Dodoma, nimehubiri Machimoni, nimekaa hata Machimoni. Siku moja Dodoma kule nikawa namhubiria rafiki mmoja hivi, ni mtu wa nyumbani, ni kabila moja. Nikamwambia, kwani nao sio Masai mwana? Anasema, bwana, mimi imani hii ilishinda. Nikamwambia, kushinda vipi? Akasema, nakushuhudia. Nikiwa nyumbani sasa fulani, nilikuwa nasali kanisa moja hivi, akalitaja kanisa la Kipentekoste. Akasema, nihubiria, nikaokoka. Nami nikaanza kuimba kwaya. Hasa nilipokuwa naimba kwaya, tukaenda sehemu tukaalikwa kama wanakwaya. Tulipoalikwa kama wanakwaya, tumeenda mahali, tumeimba, mimi njaa ilikuwa inaniuma. Nikamuomba rafiki yangu, nipe shilingi 100. Sasa chakula wakati kwa kidogo shilingi 100. Nipe shilingi 100, mimi njaa inaniuma, nataka nikale. Anasema yule mtu mimi hakunipa. Lakini cha ajabu, nikaja nikamkuta sehemu anampa dada hela nyingi tu, wakati mimi nimemwomba shilingi 100. Hasa kwamba ni mchanga sasa kidogo. Hasa tangia hapo nikarudi nyuma, nikaacha kabisa. Kuna watu hapo wana tabia namna hiyo ndani ya makanisa. Tunaweza tukakiimba kitu ambacho hatukiishi. Wakati mwingine hata kupeana tu faraja, kwenda kuja kuonana hospitalini imekuwa ni shida. Mwenzio amelazwa, uje kumuona. Kwa nini? Kwa sababu hana kitu. Wakati huyo ndio ungemkimbilia, ingekuwa msaada zaidi. Mimi kwenye harusi yangu niliwaza kitu kimoja cha ajabu sana. Nikasema, isingekuwa kamati hii, ningeenda nikawaalika wale watu waliochoka waingiaje hata kwenye sherehe. Kwa kila hawa watakumbuka, watasema harusi fulani tulikula. Lakini nikiwaalika hao matajiri wenye uwezo mkubwa, hata wa kila mtu, wao ni kawaida tu kwao, wanakula kila siku. Yamo tu kwenye friji tu. Hao masamaki yamo tu kwenye friji. Lakini ukimpa huyu mtu atakuombea mpaka maombi ya mwisho. Ndio maana Biblia inazungumza, mhurumiaye maskini amkopeshe Bwana, ana maana. Toa kwa ajili ya upendo wa Mungu. Haleluya. Unapotoa, toa kwa sababu unampenda Mungu. Biblia inasema msijiwekee hazina duniani. Anapozungumza maana kujiwekea hazina, maana yake tuweke kwa Mungu. Tunawekeje kwa Mungu? Tunawekeza madhabahuni, lakini tunaweza tukawekeza kwa kuwajali watu na kuwapa watu. Ngoja nikusomea andiko ambalo utalishangaa leo. Inawezekana ukalishangaa. Kwenye kitabu kile, twende tusome kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati. Nakimbia kutokana na muda. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 26.
Tuangalie Kumbukumbu la Torati ile sura ya 26, tutasoma mstari ule wa 12 na mstari wa 13. Anasema hivi: utakapokwisha kutoa zaka katika zaka zote za maongeo yako mwaka wa 3, ameweka komo. Anasema ambao ndio mwaka wa kutolea zaka, ameweka komo. Anasema umpe zile zaka Mlawi. Sema Mlawi. Mnanitazama, sema Mlawi. Na anasema na mgeni, sema mgeni. Na anasema hivi na yatima, zungumza, sema yatima. Na anasema na mjane, wapate kula ndani ya malango yako na kushiba. Unaona, hizo ni sadaka, yaani vile vitu Mungu amekufanikisha kwa mwaka mzima. Ndipo hapa nilipojifunza kwamba kuna wakati kumbe fungu la 10 linagawika. Haleluya, ila msinishtaki, ni Biblia, sio mimi hapa. Si tumesoma hapa, ni Biblia. Haleluya. Nakumbuka kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anatoa mafungu yake ya 10 ya kiroho kwa imani kabisa, kanisa moja hivi. Unajua kuna makanisa mengine wanaita haya ya kiroho, hapo anasema haya ya kirokole. Sisi kutumia hiyo lugha kwa sababu naamini hata mimi mwenyewe nimeokoka. Lakini tuzungumze ni makanisa ya kipente huko. Jamaa mmoja hivi anapata milioni 25 kwa mwezi. Ni mtu ana uwezo mkubwa. Sasa makanisa wenzetu zako naipeleka moja kwa moja kwa kuhani na kuhani anaijua. Sisi tumejenga makanisa yetu katika umoja wa ndugu au upendo, kwamba hata aliyoko kule Malini kule, aliyoko Ngarimira, aliyoko kule Mbingu na Mungeta, aliyoko kule Ifakara anapata vitu vile vile. Sisi makanisa yetu tumejenga katika hali umoja wa ndugu. Sasa wenzetu ile fungu la 10 linakwenda moja kwa moja kwa kuhani. Sasa ndani ya ile kanisa kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anatoa zaka, ana hela, anapata milioni 25 kwa mwezi. Jamani, kuna watu wana hela. Unaweza kusikia sasa. Sasa zaka yake ni shilingi ngapi hiyo Jumapili? Milioni 2.5. Anaipeleka kwa mchungaji. Sasa ipo siku ambayo ilifika mahali yule jamaa Roho Mtakatifu akazungumza naye, akamwambia hivi, hilo fungu la 10 sasa utalipeleka kwa kuhani, peleka kwa uhitaji 1, 2, 3. Yule mtu akalipeleka ile fungu la 10 kwa uhitaji wake. Sasa mwisho wa mwezi unafika, mchungaji anakutakii tarehe kadhaa, ikabidi muite bwana. Wenzetu wako wazi zaidi. Wewe mbona sioni huku kuliko? Akamwambia mchungaji, mwezi huu Roho Mtakatifu ameniambia nipeleke sehemu fulani. Walikorofishana kulikuwa panachika pale. Shida. Kwa nini? Ambia mchungaji, Roho Mtakatifu ameniambia nipeleke sehemu fulani. Mchungaji amekasirika ni jamaa. Tangia siku ile jamaa alihama ile kanisa. Alihama kabisa. Haleluya. Wewe mwenzi anakuambia nimeambiwa nipeleke. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mstari wa 13 hivi tunazungumza hivi. Mstari wa 13 hapo. Anasema nawe sema mbele ya Bwana Mungu wako, vitu vilivyo vitakatifu nimeviondoa katika nyumba yangu, nami nimewapa Mlawi na mgeni na yatima, mjane, kwa mfano wa maagizo yako ulionihusia yote. Sikukosa maagizo yako yote, wala sikuyasahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu jamaa ameondoa mzigo. Unajua zaka kwa wale watu wanaotoa zaka. Mimi binafsi nizungumza ukweli kwa madhabahu. Nimemwona Mungu kwa neema ya ajabu kwenye kutoa zaka. Unajua wewe sana kama ukitoa zaka, basi leo tembelee magari, tembelee Ranger, V8. Hapana, kuna namna Mungu anavyokubariki. Unaweza usipate hivyo vitu, lakini ukashangaa mtoto wako ana neema, anapata division 1. Anakwenda na somo liko vizuri. Wewe hujui ni siri moja ambayo ni kubwa sana, watu wamefungwa akili zao. Lakini kumbe katika utoaji wako huo kuna
kuna mtu anafanikiwa kutokana na utoaji wako huo, na adui kwa sababu umepofosha macho, laiti Mungu amekufungua ungejua. Haleluya. Sasa katika hali ya utoaji zaka, nirudi sasa mimi ambapo nimemwona Mungu kwa namna hiyo. Ukishaitoa zaka, unakuta huko ndani unapumua, umetoa mzigo mbele ya madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo ni kazi ya Mungu kutenda. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ni sikukuu ya ustawi wa jamii. Nikasema ninapozungumza habari ya ustawi wa jamii, siwezi kukwepa habari ya sadaka. Haleluya. Kwa sababu ninapozungumza habari za kuwapa wahitaji ni sadaka. Na inawezekanika wakati mwingine tunashindwa kuwapa wahitaji kutokana na kwamba sadaka zetu viduchu, hatujajua kumlingana Bwana kwa njia ya matoleo tuliyokuwa nayo. Kule Tabata sisi tulikuwa na tumefungua huduma kule Zimbabwe kule. Ikafika mahali sasa, jamani, kama kuna watu wana nguo nzuri, zile nzuri ambazo unaziona zimekubana ni na nini, leta hapa. Wakaleta watu, ile wanaita shangazi kaja, wakaleta amefungasha miroba, tukasafirisha kwa njia ya mabasi yatakuwa yanakwenda mpaka huko Zimbabwe wapi. Tukasafirisha kwamba chukua wape huko. Haleluya. Kuna baraka zingine kama kanisa. Unaweza ukashangaa mnaomba kitu alafu wakati mwingine mkao mmefungwa. Tufanye kitu gani cha kimaendeleo hapa Kiborani? Inawezekana fursa ziko upenuni mwetu humu zimefungika tu. Zipo fursa humu upenuni. Tunashindwa kufanya pengine hata kitu cha maendeleo. Sijawatukana, sijasema hamna maendeleo, mnayo. Nazungumzia habari unapojaribu kuambatana na Mungu kwa njia ya sadaka. Na sadaka inafungua ufahamu. Sadaka inafungua akili. Sadaka inakupa fursa. Mungu anakufunulia fursa ambazo ulikuwa usioni. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu anakufunulia fursa kwamba sasa fanya kitu fulani, na ukifanya unakuta kile kitu kinabarikiwa. Mpaka unaanza kujiuliza, hivi tulikuwa tuko wapi? Kuna kipindi wanaisraeli kusoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2, anasema mlipozunguka mlima huu yatosha. Wanawake walikuwa wanazunguka, walikuwa wanahangaika hapo pale. Wanazunguka kile kutokea, wametoka kwenye njia hii. Wanakwenda na kwenda kuzunguka, wanatokea pale mpaka Mungu anasema mlipozunguka mlima huu yatosha. Kwa hiyo kuna nyakati wewe kama mwana Kiborani, binafsi wewe na kusema wewe, nazungumza na wewe kwamba ifike mahali funguliwa kwa njia ya sadaka. Kuna nyakati ambazo Mungu anafungua watu kwa kujiambatanisha mbele zake na kwa njia ya sadaka. Tena watoi sadaka ambazo ni dhaifu ambazo zimeshindikana, note ambazo zimekataliwa na makondakta huko, ndio analeta madhabahuni hapo. Hapana, unatoa sadaka nzuri. Hata kama na mifugo yako unataka labda mtolee Mungu mfugo. Nilikuwa nawaambia kule kwetu kwamba angalia ule mfugo kama ni kuku, yule ambaye wateja wanamnyosha sana vidole usimuuze, huyo ni wa madhabahuni. Kwani kwa sababu naye Mungu anataka kitu kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Waulize siku moja hata wachawi wanamtoaga yule mtoto mwenye akili sana ndani ya nyumba familia. Ndio wanasema tunataka tumle huyu hapa. Waulize sadaka zao wachawi kama utakutana nao watakupa siri sio. Na hiyo waulize siku moja. Wanamwambia yule mwenye akili, yule ambao unamtegemea. Maana yake nao pia hata shetani kumbe anahitaji vitu vizuri. Lakini pia ili upate vitu vizuri, lazima na wao toe vitu vizuri. Mungu apate kuonekania. Haleluya. Watu wengi hawezi kumtolea Mungu kwa moyo wa kupenda kwa sababu wanafikiria kwamba anakula mchungaji. Anakula nani? Anakula kiongozi wa idara. Hapo unatoa kidini wewe. Toa sadaka kwa imani. Ukitaka muone Mungu, toa sadaka kwa imani. Siku moja nikiwa nafanya ujasiriamali kule Morogoro, ndipo Mungu aliponifundisha. Nimefanya ujasiriamali Morogoro na Dodoma. Nilikuwa kila nikirudi, nilisema Mungu nataka nikuone kwa njia zako. Na ni kweli nilikuwa nauza napata faida vizuri kabisa. Sasa mwisho wa siku nikagundua kwenye ile bahasha ile ambayo natoa, yaani nikitoa pengine 25,000 nakutana nakuta fishi ndio imeandikwa pale. Itaka nenda wapi? Siku nyingine natoa tena 35 nakutana shilingi imeandikwa 30. Hii nakwenda wapi? Nikaenda kwa wakili mmoja kipindi kile, nikampata. Nikamwambia, mzee, mbona sadaka yangu vipi kila hapa iandikwe hiyo sahihi kulikoni? Akasema, alichoniambia tena cha ajabu hajaokoka. Akaniambia, bwana mdogo, lakini kwa sababu umetoka kwa Mungu, wewe muamini Mungu. Inawezekana kuna watu wanachukua. Haleluya. Toka siku ile nikasikia Roho Mtakatifu akasema hivi, ukishanitolea kubali, sijua kwamba mimi nimepokea.
kesi zingine hazikuhusu. Haleluya! Kwa hiyo hata wewe kesi nyingine hazikuhusu. Wakati mwingine unapokwenda kuifuatilia zaidi, maana yako unaidai. Ndio maana nimekwambia kuna watu wengi sana huwa wateketezi sana. Iteketeze. Ukitaka Mungu akujalie, iteketeze kwanza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Haleluya. Tunaendelea na ustawi wa jamii. Nakumbuka siku moja bibi yetu mmoja Tukuyu kule alikuwa anaishi kwenye nyumba mbaya si nzuri, inavuja. Na nyumba za Tukuyu na kule Tukuyu kuna mvua. Alikuja dada mmoja hivi anafanya kazi yuko Dar es Salaam. Sisemi ni kitengo gani kwa sababu inawezekana kawa ndugu yako. Yule dada akakaa kwa babake pale, babake amemjengea nyumba nzuri ya kisasa. Akafikiria, akaangalia pale kijijini pale kwa bibi yule ambaye ni bibi yetu sisi. Sasa hapana, nyumba naokaa sio nzuri. Yule dada alichofanya, alienda Kisii. Akaenda kanunua bati bado kadhaa za kutosha ile nyumba. Kwanza akamtuma fundi fulani akasema kague piga hesabu kwa angalia na kiasi gani bati zitaingia. Kweli kaenda yule fundi akapiga hesabu vizuri. Yule dada kaenda duka, kaenda kwenye agiwa huko, akaagiza tu gari, akasema ndio mkatose mfasi tu hapo. Alafu akamwambia bibi kama usimwambie mtu yeyote. Imetosha hapa. Unajua sadaka asili ya sadaka jazili. Na yule dada mpaka leo bibi yetu japokuwa amekufa ni miaka mingi sana mimi. Amekufa wakati mimi bado kijana mdogo. Lakini mwisho wa siku yule dada pia kabarikiwa, ana uwezo mzuri na alikuwa na cheo kikubwa sana serikalini. Sadaka, jinsi ya kuweza kuwahurumia watu wasiojiweza. Haleluya. Je, umezungukwa na watu wangapi ambao unaona kabisa mazingira yao sio mazuri? Mzee mmoja hivi ni profesa. Yuko Mbweni mzee mmoja hivi. Simtaji jina kwa sababu ni mtu wa nyumbani huko na Wanyakyusa wengi wanafahamiana sana. Yule mzee anamwambia kwa jamaa wangu, mimi na rafiki yangu mmoja ni mchungaji wa kanisa la EAGT. Na yule mzee ni kanisa ile. Sasa anamwambia kwa jamaa wangu, sasa bwana fulani bwana, ninaomba kama Mungu kuna uhitaji, kuna hela yangu sadaka kidogo hapa. Kwa anampata kama laki moja. Anasema nenda huko. Utakapoona wale watu wenye mahitaji wapi. Na bahati nzuri jamaa wangu ni mtu wa kiroho yuko vizuri. Na ni kweli alikuwa anaifikisha kama yule mzee. Ni hali ya kutaka, yani habari za kuijali jamii ya watu. Unajali watu, habari za kujaliana ndio upendo limefungika, ndio kifungo cha upendo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Biblia inasema nyakati za mwisho upendo wa wengi utapoa. Inawezekana tumefika sehemu ni nyakati za mwisho tulizo nazo hizi. Na upendo wa wengi unapoa kwa jinsi ambavyo mazingira, jinsi ya kusaidiana hakupo, namna ya kusaidiana. Hata ndani ya makanisa sasa hivi. Yaani mtu anamsaidia kwa sababu huyo anachangaga sana. Kwa Mungu wako kwa hivi. Haleluya. Wewe toa tu. Mpe tu. Yeye mwenyewe sadaka wakati mwingine. Yeye mwenyewe itakuhukumu. Haleluya. Maana kuna watu wanaangalia mazingira ya watu, wanaangalia mazingira ya watu. Wewe toa tu. Mungu atakubariki kwa jinsi ya namna hiyo hiyo. Tusiishi kama wapagani. Tuishi kama watu wa kiroho. Na wakati mwingine kanisa linaweza likaongeza waumini wakauliza, nyinyi mnasali wapi? Tunasali sehemu fulani. Kwa shangaa mnaanza kuvuna waumini taratibu. Ni nini? Kuna injili ya matendo imefanyika. Hasa hili kanisa ndio linalostahili kwenda kusali kanisa kama hili. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wakati mwingine tumepokwa mpaka waumini. Kwani kwa sababu watu kusimama kwenye kusudi. Jamaa mmoja anasali ushirika wa Segerea, sikutaje jina. Kwa sababu inawezekana ni ndugu yako. Hata kama umeelewa basi uelewa tu hivi. Jamaa alikuwa ni kiongozi mzuri pale kanisani. Kafika mahali wakati anaumwa. Bahati mbaya wapendwa walikuwa ni kumuona. Na kumtia moyo hawaendi. Wakaja watu fulani wa hivi Barakashia. Wakaanza kumtembelea. Wanamtembelea pale, wanazungumza habari za uzuri wa mtume wao. Yule jamaa akafika mahali akasema basi bora nihamie hata huko. Akaama. Mimi kanisa limepoteza upendo. Haleluya. Na kuna watu wenye imani changa wana uwezo kuhama. Ila mimi siwezi kuhama. Haleluya. Mimi siwezi kuhama. Kulingana na imani ya Mungu na neema Baba ajalia ndani yangu. Siwezi kuhama.
Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini? Kwa sababu ninajua Biblia inasemaje. Ni maana nasema lazima ulijue neno ukitaka uishi ndani ya Kristo, lijue neno. Inasema amelaaniwa mtu yule amtegemea mwanadamu kumfanya kama kinga yake. Kwa hiyo kwa sababu ninalijua neno hili, siwezi kuhama. Ninamtazama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Majira fulani nakumbuka kipindi fulani, mtoto wangu alikuwa na shida fulani, akafanywa operation ya miguu. Nikalazwa. Akaja dada yangu tu ambaye ni mwanadamu kuja kuniona. Nikawaza sana. Nikasema upendo uko wapi ndani ya kanisa? Nikajiuliza. Nikahoji. Lakini cha ajabu Mungu alininunulia watu tofauti kabisa. Alafu Mungu akaniuliza swali. Akasema, je, uko tayari nikuinulie watu wao na kusaidia? Alafu mimi nijitenge na wewe? Nikasema hapana. Akasema ninakupitisha ni chuo na kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Ni chuo ambacho nilikuwa napitia mimi, lakini sio kwako wala sio kwa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo ameshinda. Haleluya. Ni wakati ambao natakiwa kanisa tuvuke mahali, tutoke mahali ambapo tulikuwa tumekwama kwenda kwenye imani ya viwango vingine. Pasipo upendo hatuwezi kumwona Mungu. Biblia inasema hata ningelikuwa na imani kiasi ya kuhamisha mlima, kama sina upendo ni sawasawa na hakuna. Maana yake Mungu amekaa kwenye upendo. Haleluya. Ndio maana maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mtu aminie awe na uzima, asipotee. Haleluya. Maana yake Yesu alitangulia kutupenda kwanza. Yeye alikuwa yuko tayari hata kutoa uhai wake kwa ajili ya kanisa. Ule ni mfano tu. Maana yake tukitaka tuishi kwa upendo ule ambao Kristo ametuachia. Tusiishi kwa upendo unafiki wa mdomoni. Upendo utoke mioyoni mwetu. Upendo udhibitike kwa njia ya matendo. Biblia inasema hata tungelikuwa na imani, Biblia inasema imani bila ya matendo imekufa. Lazima imani ijae na matendo ndani. Badiliko la mtu tulione kwa nje. Haleluya. Kwani kwa sababu ya imani nilionayo huwezi kuiona, lakini nikionyesha matendo utajua huyu hapa ana imani. Anapozungumza matendo manake ni tabia. Tuonekane kwa watu kwa kuwajali watu wasiojiweza, watu wajane, wale watu wakiwa, wale watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu hapo mitaani. Twende kuwaona kwenye shida zao walizokuwa nazo. Ndivyo Mungu anataka kanisa liwe. Haleluya. Kanisa limepoteza upendo wa kweli wa Kristo. Lazima lirudi. Haleluya. Lazima lirudi kwenye saiti yake. Kuna mahali ambapo kanisa limekaa, halijakaa kwenye laini nzuri. Yule anayembagua ndiye Mungu anayemtaka. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna uwezo wa kuhubiri kwa njia ya sadaka zetu. Tuna uwezo wa kuhubiri kwa kupeleka sabuni magerezani. Tuna uwezo wa kuhubiri kwamba sasa tunataka tuandae supu kadhaa tupeleke pale gerezani, pengine kwa watu wenye maabusu nini, wale watu ambao wajala supu nzuri wanakunywa vile bakuli vile la maharage. Kuna maharage matatu tu manne, chuzi ndio limejaa pale. Siku kienda pale mfungwa atakapokula atasema kanisa lako libarikiwe, na atamwona Mungu aliyekuwa naye, atamshukuru Mungu, atasema watu ni wa Mungu kweli kweli. Makanisa mengi yamejaa sasa, yanajaza fedha kwenye vyumba, wengine wamejaza mafedha kwenye machamba huko, wengine wamekaa mafedha ya kwenye magunia wamejaza, naona kama ni ufahari. Kumbe natakiwa ile sadaka izunguke. Hata Mungu anatushangaa. Ubinafsi tumeutoa wapi? Kwa sababu asili ya ubinafsi ni shetani. Ndio asili ya ubinafsi. Makanisa mengi sana sasa hivi yaani sadaka wa mtatu unarudingana. Kama ni mtumishi, yeye kama kazi yake kubadilisha magari tu, kujenga majengo, lakini amesahau upendo wa kwanza, kusudi la Mungu. Sababu ya kutoa sadaka hizo ni nini? Inawezekana nikawa kama ni mtumishi au ni mchungaji, mfano hapa watu wamejaa mpaka kule na watu wanamtolea Mungu. Maana yake Mungu ananipa neema ya kwamba nenda kawajali watu walioko kwenye shida. Hizi sadaka si za kwako peke yako, ni sadaka ambazo zinatakiwa wale wengine. Haleluya. Wapo watu wenye matatizo mbalimbali, inatakiwa kwanza
zile sadaka ziende pia kwao huko. Tusijirundukie kwenye mabenki kama ndio sifa fulani, tukainua majengo makubwa makubwa, gharama kubwa. Lakini mwisho wa siku nataka nikwambia kwamba Mungu analiangalia kanisa ambalo ni wewe. Mungu angalia majengo. Sasa simaanishi kwamba tusijenge majengo mazuri. Ajenga majengo mazuri kwa uzuri wako. Lakini cha kwanza kanisa Mungu analiangalia ni wewe. Hata tunaposema Mungu anataka kulinyakua kanisa, wanafikiri kana kwamba tutakuja kubeba jengo kama hili. Au ghorofa fulani na kanisa zuri fulani, atalibeba. Kanisa ni wewe hapo. Kanisa ni wewe. Haleluya. Kanisa ni nini? Ubinafsi ndio umejaa ndani ya watu. Ndio maana wakati mwingine hata matendo ya miujiza hayatendeki ndani ya makanisa. Kwani kwa sababu ubinafsi ndio umechukua nafasi kubwa sana. Watu wana roho za choyo. Ngoja nimsome mtu mmoja hapa kwenye kitabu kile cha Matendo ile sura ya 5. Kitabu kile cha Matendo ile sura ya 5. Makanisa mengi sana yamejaa ndani yake ubinafsi. Kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 5. Kitabu kile cha Matendo sura ya 5. Anasema lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na Safira mkewe aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja, akaliweka miguuni pa mitume. Biblia inasema Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako hakikuwa mali yako, na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa thamani yake haikuwa katika uwezo wako. Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako? Hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Biblia inasema Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Na ukiendelea huku mbele, Biblia inazungumza mke wake. Unajua ni kitu gani ambacho tunakisoma? Tunakiangalia kitu kinachoitwa roho ya ubinafsi. Yaani pata nini? Biblia inasema mitume wote walikuwa wanaleta mbele za Bwana. Walikuwa wanakula kwa shirika, walikuwa wanakula kwa umoja, kwa pamoja kabisa, wanajaliana kwamba huyu kulikuwa hakuna asiyekuwa nacho na mwenye nacho. Wanawake walijaliana, kanisa lilijaa kwa upendo. Na ndio maana tukiona miujiza ambayo inatendeka ndani ya kina Paulo, wakina Petro, ni kwa sababu ndani yao kwanza msingi ulikuwa ni upendo. Msingi ulikuwa ni upendo ndani yao. Msingi ulikuwa ni uaminifu mbele za Mungu. Ukiona sasa hata miujiza itendeke, imejaa miujiza yenye makorokocho tu yenye matunguri ya ajabu, lakini miujiza ojira ya Mungu haitendeke ni kwa sababu kanisa haliko kwenye mstari. Kanisa limeyumba, kuna mahali limeyumba, halijakaa sahihi. Haleluya. Ni wakati wa kutoka mahali ambapo tulikuwa tumekwama, tuzione baraka za Mungu. Siku moja tusikie kwamba wanakiwarani wamepeleka msaada kwa watu, kwa wajane, wamepeleka msaada kwa yatima, pengine ni Chanika au ni wapi au ni Kimara. Tuone kwa jinsi ya namna hiyo, utaona Mungu anapoanza kufungua milango ya baraka. Utaona Mungu anafungua milango ya baraka. Haleluya. Jina la Bwana libariki. Kama kundi la wana maombi lilikuwa ni chache, tukashangaa Mungu anaokoa watu, anaokoa watu. Watu wanakuja kushangaa, wanakuja kuomba, wanaomba ongozo sana za toba. Ni tayari wingu limefunguka. Mungu anaweza kufungua baraka zake na achilia neema. Haleluya. Ni wakati wa kutoka mahali ambapo tulikuwa tumekwamia. Na Mungu atuwezeshe tutoke mahali ambapo tulikuwa tumeshikilia. Simama kwa miguu yako. Haleluya.